kama nimekuita hapa ni kwa sababu siku ile umeshindwa kunipa nafasi ya kuzungumza na wewe. Kitu ambacho nataka kukuambia ni kwamba unajua nilichokifanya sijatenda haki. Kusema ukweli, mimi kuja kwako sijalazimishwa na mtu yoyote yule. Nikimaanisha kuwa wewe ndio chaguo la moyo wangu. Wewe ndio kila kitu kwangu Nifa. Sipo tayari kuona mtu yoyote yule akiingilia penzi hili. Nifa, najua nimekosea kwa kosa kubwa sana tena. Ila naomba unisamehe. Hili litajirudia tena kwa mara nyingine. Tony, najaribu kukuelewa maneno ambayo unayozungumza. Lakini kila nikikumbuka makosa yako, moyo wangu unazidi kukata tamaa. Yaani najikuta naona maneno yote ambayo unaoniambia ni ya uongo. Nifa mpenzi wangu, unajua nilichokifanya ni kosa kubwa sana. Na naelewa nimepoteza uaminifu kwako. Ndio kwa maana niko hapa. Nimekuja kukuomba msamaha. Unisamehe na hili kosa litajirudia tena kwa mara nyingine. Na kuahidi Nifa, naomba uniamini. Nafurahi kwa wewe kujua kosa lako na kuja kuomba msamaha. Kitu usichofahamu wewe, unanikana mbele ya familia yangu. Ni heri ungekubali ili niamini unaweza kufanya kitu chochote kwa ajili yangu. Unajua sasa hivi ni ngumu sana kuweza kuniamini. Lakini nilichokifanya ni kutetea uhai wangu ili niendelee kuonekana mbele ya macho yako wewe. Nifa, jiweke pa nafasi yangu mimi. Ningepata wapi ujasiri wa kukubali mbele ya mtu aliyenishikia panga? Nifa, jaribu basi kunielewa. Sawa Tony, mimi nakuelewa. Lakini umeniumiza sana. Kumbuka mimi ni mwanamke ambaye natamani kuona ukipambania penzi letu ningali nyumbani kwetu. Ondoa shaka kwa hilo. Mimi kama mwanaume, hilo ni jukumu langu. Lazima nitalifanyia kazi. Lakini kitu kimoja ambacho tunataka kujua ni kwamba sasa hivi maisha ambayo tunayaishi mimi sijapenda. Unajua tunapofikia sasa hivi, tunafikia sehemu ambapo wazazi wanataka watufahamu. Tufike nyumbani, wanijue, wakujue pia nyumbani kwetu. Maana kukaa chochoroni kila siku ni jambo ambalo halipendezi. Hata mbele ya watu halifai kabisa. Jamii itachukuliaje sisi kila siku tukienda ndani ya miti? Kuongea kwa kujificha sio haki. Lazima nikuheshimishe kama mwanamke. Yesu, ngao langu lazima nijivunie. Yesu, gongo langu. Karibu mwaya. Asante Mona Lisa. Naona unafanya. Nafanya usafi. Naona leo umenikumbuka. Lazima nikukumbuke. Karibu tukae. Yaani leo ni maajabu. Subiri hata niache. Karibu tena. Asante. Hilo umejua uje Suzi. Kwa sababu ninayo ya moto. Mona Lisa. Yaani kila siku unaponiona ndo unakuwa na ya moto. Haya, yaniambie na kusikiliza. Ni kwa sababu hujasikia. Suzi, huwezi kuamini nimekutana na mume wako. Na kaniambia eti wewe umebadilika sana. Na inavyoonekana, mume wako kuna kitu kashaanza hisi kwako. Na usipokuwa makini, kitakulamba shoga yangu. Mume wangu? Mona Lisa. Unajua hiyo naiona ya ajabu. Ama ni utani wako tu unavyopenda kunitania. Kwa sababu mimi ninavyomjua mume wangu hawezi kukusimamisha na kukuongelesha. Na ukizingatia kwamba anavyokuchukia. Kwa hiyo kukusimamisha sio jambo rahisi. Suzi,
hata mimi ilinishangaza sana, na alivyonisimamisha niliogopa. Lakini Suzi, kwa yale maneno aliyoniambia shemeji, anakupenda sana na alionyesha kukujali sana mume wako. Hivi kwa nini usitulie tu na mume wako Suzi? Maana mume wako anakupenda. Yaani sijui nyie ambao mna bahati za kupendwa unazichezea kabisa. Mona Lisa, kadri unavyozidi kuniambia hivyo unazidi kunipa wasiwasi. Kwa sababu mimi ninapokuja hapa, sasa hivi natoka kuongea na Tony. Na Tony amekubali kuwa ujauzito ni wa kwake. Wewe Suzi. Unahisi itakuwaje kwa mume wako? Huoni kama unajisababishia vita kubwa? Ndiyo Mona Lisa, na ndio kwa maana mimi niliweza kufuata hapa ili nishauri ni kipi nifanye kwa sasa, maana nahisi kuchanganyikiwa. Nikifikiria kuhusu mume wangu na nikifikiria kuhusu Tony, sijui nifanye nini. Suzi, samahani kwanza kuambia vibaya rafiki yangu. Ila kama kuna wanawake wajinga hapa duniani, wewe ni mjinga namba 1. Na yule msemo ambao unasema kwamba mwanamke mpumbavu anabomoa nyumba yake mwenyewe, basi leo unakutana naye live kabisa. Sasa mimi cha kukushauri, nenda kamwambie mume wako kama yeye mimba ni ya kwake. Na huyo Tony umsahau kabisa. Maana utakuja kupata matatizo huko mbeleni. Sawa, nimekuelewa. Ila sidhani kama inaweza kuwa rahisi kumsahau Tony. Haya rafiki yangu. Subiri nimalizie kufanya usafi, halafu nikusindikize. Maana wewe tutakesha hapa. Nafurahi sana kwa kuwa niko pamoja na wewe. Yaani nashindwa kuamini kama ni wewe ndio uko hapa mbele yangu. Nafurahi kusikia hivyo. Alafu usijali, maana mimi ni mtu wa kawaida. And unakumbuka kile nilichokuomba? Ndio nakumbuka. Na hilo ni jambo ndogo kwangu. Kwa hiyo asante, naona zimekamilika. Okay. Baby. Ukiwa na shida yoyote ile, usisiti kuniambia. Usijali tu babangu. Nitakuwa nakwambia sawa? Alafu kuna kingine. Jilinde sana na vijana mtaani. Ikija kutokea, nitakuja kuwa mtu. Usijali, wala tu usikupe pressure. Rosalinda ni wako. Sawa. So, ningeenda nyumbani maana kuna shule ambazo nilikuwa nazifanya. Okay. Nakupenda.
kama nimekuita hapa, kuna jambo maalum ambalo nataka tuliongee. Labda nikwambie kitu kimoja. Nifa, nahisi mwenyewe unafahamu fika kwamba siku zote kwenye maisha huwezi ukalazimisha maji kupanda mlima wakati haiwezekani. Ngoja nikwambie kitu. Wewe ni mwanamke mzuri na una kila sifa kuitwa mwanamke, lakini sasa hivi napofikia nimekata tamaa. Tony, unawezaje kuzungumza maneno kama hayo? Hali ya kuwa mwenyewe uliniahidi ya kwamba tutakuja kutengana. Iwaje unakata tamaa kirahisi hivi? Upo sahihi kuongea hivyo Nifa, lakini leo kitu kimoja. Sasa hivi napitia changamoto kubwa sana kuliko. Hebu angalia hali yangu kwa sasa. Nifa, nifanye nini mimi? Maamuzi ambayo nimechukua, sidhani kama nitaendelea na wewe tena kwenye haya mahusiano. Tony, hali hiyo isikufanya ukatoka kwenye ramani ya uhalisia wako. Alafu kumbuka kitu kimoja. Mimi nakupenda. Na siko tayari kuruhusu upendo wetu kwa kuja kuteketea hivi. Siwezi kuendelea kuwa shujaa nikaja kuaibika mimi. Nicole ananipenda. Hata mimi pia nakupenda sana. Lakini mapenzi yetu kwa sasa yameshaingiliwa na chacho. Sasa ninachokuomba, endelea kuwa mvumilivu. Ila unatambua aliyekufanyia hicho kitendo ni nani? Najua ni mamako mzazi. Hata kama hajajitokeza. Ila anachokijua ni kwamba anaowatuma. Ninachokiona watahakikisha wanamaliza uhai wangu. Nifa, ili niendelee kuwa salama, lazima tuachane. Kama hayo ndo maamuzi yako ya mwisho, mimi nakubaliana nayo. Lakini haitonifanya nikakutoa kwenye moyo wangu. Pole sana kwa magonjwa. Nimekuelewa. Nenda nikajifikiri. Hapo mdogo wangu. Kile kitu tushaongea. Kwa sasa nataka nikuulize. Kuhusu mwanaume wako. Mwanaume gani? Unapanga naye mariage. Huyo achana naye bana. Asikusumbue hata kichwa. Sasa naweza kuachana naye vipi? Wakati yeye ndo najua ndo mwanaume wako. Mnapanga kila kitu kuhusu ndoa na nini. Hiyo ya kuhusu mwanaume wangu ilikuwa before. Kwa sasa simtaki tena Moses, wala simuhitaji kabisa. Unajua unanishangaza. Wakati ndo mnapanga kila kitu kuhusu ndoa. Kwa nini hakumwambia mapema? Aachane na kila kitu. Ukampotezea muda wake. Haujamwambia mapema. Ndo muda sasa umefika. And kuhusiana na mipango ya ndoa sijui nini na nini, inaweza pia kukanseliwa. But for now, sina haja ya kuwa naye. Nimemchoka. Au muhitaji. Mtoto wa watu alifanya kila kitu kwa ajili yako. Akajitoa. Nta kintu na kimwe atagukoreye kugira uryoherwe, kugira witwe umwana w'umukobwa ukunzwe. Ariko uno munsi uriko uramuhinduka guco. Wewe wibona kuri iki kwanza? Mbona kuna mwenye huruma sana? Alafu yeye si mwanaume wa kwanza kuachwa. Watu hupendana na pia huachana. Kila lenye mwanzo lina mwisho. Na mwisho wangu mimi naenda umefikia hapo. Naona naongea kwa kujiamini sana. Nataka kujua kitu gani kinakupa jeuri. Mpaka sasa hivi sijajua kitu gani. Sijakuelewa. Dada, yule hamchangii mama,
hamchangii baba. Umemfahamu nilipoanza kudate naye. Kwa hiyo muda mwingine mbona mnanielewa kwenye maamuzi yangu? Mimi ni mtu mzima, najua ninachokifanya. Sawa, mimi sina la ziada. Lakini ukuwe makini kuhusu maamuzi uliyoyafanya. Maana huko mbele utakuja kuumbuka. Tubyihoze bana. Sawa. Nifa, nilikwambia nini kuhusu yule mwanaume? Lakini hutaki kusikia. Lakini mbona mimi na Tony hatuko tena pamoja? Unataka kunifanya mimi mtoto mdogo? Mimi siwezi kukudanganya wewe. Hiyo ni ukweli nakwambia. Sawa. Niambie kitu gani ambacho kilichomkuta? Kitu kilichomkuta. Hivyo ulijuaje? Sio hayo tu. Ikiwa utaendelea kunificha, ipo siku utakuja kumpoteza mazima. Kumbe naona nifahamu hilo tukio. Uliniona kwenye tukio? Ukiwa kama hukuniona kwenye tukio, basi jue lolote linaweza katokea. Sawa. Ila mimi nilikuwa na ombi moja. Yule kijana wa watu hana makosa yoyote. Nilikuwa naomba mumwache na maisha yake. Na mimi gisi nilivyokuahidi, sintomkaribia tena. Yaani kuanzia sasa hivi sintokaa nikamjongelea tena. Sawa. Ikiwa kama umenisikia, basi na wewe nimekusikia. Mamako akija mwambie kama nilikuwa hapa. Sawa, kwa heri. Kusema kweli, matatizo ni sehemu ya maisha. Lakini hapa tunapofikia, hii kali sana mwanangu. Bwana msikuelewi, kuna nini? Ndugu yangu, unajua ni ngumu sana kuweza kunielewa. Wewe unamjua Suzi? Huwezi kuamini. Kuna balaa tu ambalo limetokea. Usiniambie kama mama yake kama kasanukia hilo. Tony. Usiniambie kama Suzi kama ana ujauzito. Tony, unafanya kosa kubwa sana. Hivi Tony, unajua kama Suzi kama ni mke wa mtu? Mwanangu unangukia pua. Unajua ndugu yangu, mimi sitakusudia kufanya hivi. Hii hali imetokea tu kwa bahati mbaya. Sio kama mimi nafurahia. Hapa ndipo nilipokuja kuamini kwamba mke wa mtu ni sumu. Tony. Unafanya kosa kubwa sana Tony. Rafiki yangu, naomba unielewe. Kama nimekuita hapa ni kwa sababu najua kwamba wewe ndio mtu pekee wa kunisaidia kwenye hili. Naogopa ikiwa kama vipi mume wake kujigundua hili. Tukiache mashaka mimi kwa sasa. Sikiza Tony. Kwambie. Nakuomba tena sana. Kaa mbali na yule mwanamke. Kama unahitaji urafiki wa mimi na wewe uendelee, kaa mbali na yule mwanamke. Nimekusikia pia nimekuelewa. Unaniumiza sana Tony. Unajua, kusema kweli najutia sana. Najutia kosa nililolifanya mimi. Yule mwanamke mimi tamaa zangu tu ndio ilisababisha hii hali iweze kutokea. Yule mwanamke sio kwamba mimi nilikuwa napenda, ilikuwa tamaa zangu tu kwake. Alafu angalia shida sasa zinazonikuta mimi. Lakini sawa, nitafanya hivyo. Maana njia pekee ya kuweza kujisaidia kwenye hili ni kuachana na yule mwanamke. Asante sana Tony. Huo ndio wanaume. Mwanaume ni kushika maamuzi yake. Haya. Asante sana kwa kunielewa. Lakini inaniumiza sana. Tony, mimi naondoka. Tutazungumza hata kwenye simu. Kama imepita ni kwa sababu nje kukushukuru. Yaani uwepo wako kwenye maisha yangu umeniongezea vitu vikubwa sana. Usijali Nifa. Mimi nasi nilikwambia toka mwanzo ya kwamba nitakuwa mtu mzuri. Unajua uwezi kuelewa kwa nini najitoa kwako kiasi hichi kwamba unachokitaka mimi nikifanye. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu
Yaani mimi nilivyozaliwa sijazaliwa na dada, kwa hiyo lazima nijitoe kwako, alafu hata kama hujaweza kunifikisha nyumbani. Kwa hilo usijali, muda wote utataka wewe unakaribishwa nyumbani, kwa sababu wewe sasa hivi ni ndugu yangu. Niambie, anaendeleaje? Kwa sasa hivi anaendelea vizuri, japo sio sana, ila Mungu anasaidia. Sawa, usijali, hata pakitokea lingine tatizo mimi nipo hapa kwa sababu ya kusaidia. Ila kama utojali, naomba niambie ukweli, yule ni nani yako? Yule ni rafiki yangu, tunasoma wote. Sasa nyumbani pia wanamjua. Mwanafunzi anasuka? Yale ni maamuzi yake, lakini ni rafiki yangu tu, hakuna chochote. Basi tuachane na hayo. Unajua kinachonifurahisha kwako ni kuona tu una furaha, na muda wote ule ambao kama nilivyosema awali kwamba ukiwa na changamoto yote niambie, mimi nitakusaidia. Sawa, nitakuita kwa wakati wowote ambao nitakapopata matatizo. Lakini siku nyingine naomba usinitie sehemu kama hii. Nitie nyumbani pia nije nikamwone mama. Sawa, usijali. Kweli. Na nashukuru sana kwa yote ambayo unanitendea. Basi usijali. Sawa. Kumbuka sasa hivi wewe ni Nifa, mimi ni Tambwe. Kaka na dada, au sio? Sawa. Basi sawa, acha na mimi niende nyumbani nikapumzike. Sawa, kwa heri, msalimie wifi. Haya, na umpe pole pia mshikaji yule. Sawa. Kwa Na hisi shemeji.